ningependa leo tuzungumze kidogo changamoto ambazo tunazipata haswa kwa hapa mpakani wakati tulikuwa tunaendelea kufanya shughuli zetu za kuhudumia wateja. Changamoto ya kwanza kubwa, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwamba kuna issue kidogo kwenye mtandao haswa kwa wenzetu wa TTCL ambao ndio service provider. Kunaonekana kwamba kwenye swala la network inaendelea kuwa slow, lakini nadhani na hii pia baada ya kurekebisha mifumo, haswa sisi tulikuwa tunatoka kwenye TANSIS ile ya mwanzo kwenda kwenye hii system mpya, lakini system imeonekana kuwa slow siku hadi siku. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba pia hilo mtusaidie na watu wa TTCL ili waweze kutusaidia kuongeza kasi ili tuweze kuhudumia wateja wetu kwa uharaka zaidi na kwa ufanisi zaidi. Hiyo ni changamoto ya kwanza kubwa ambayo iko ndani ya hili. Lakini pia kulikuwa na changamoto nyingine ya mitandao. Kuna changamoto nyingine ya mitandao kwa sababu hapa tuko mpakani, tunapakana na Malawi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mitandao ambayo kidogo imekuwa kwa hapa mpakani, mara nyingi ukikaa unaweza kukuta mtandao unakwenda roaming, yani unasoma kama vile uko nchi jirani. Hasa kwa mtandao wa Yas ambao ulikuwa Tigo hapa awali pamoja na Airtel. Yes. Kwa hiyo hayo ni makuu ambayo yalikuwa kidogo ni changamoto kwetu. Iweke vizuri hiyo. Yaani kwamba una Airtel ya Tanzania. Yes. Ama una Yas ya Tanzania. Yes. Lakini inakulazimu inaingia kwa automatic au inaenda automatically, inaandika kama inaenda roaming. Yaani kama vile huko kwenye sehemu ambayo ni international. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa unakuwa unapata yaani unakuwa unachajiwa sasa kama vile huko kama huko abroad. Yes. Kwa hiyo inaonekana kama vile kuna network ya kule labda inazidi nguvu network ya huko. Kwa hiyo ningependa kwa mitandao hii kidogo pia nadhani tafuta mfumo mzuri wa kuweza kuongeza strength ya network yao, angalau tukawa tunaipata kwa ubora zaidi tukiwa. Sisi Mjuni Kieruzi ni manager wa shirika la mawasiliano Tanzania TTCL kwa mkoa wa Mbeya. Nimepokea changamoto iliyowasilishwa na manager wa forodha wa hapa kituo cha Kasumulu. Ni kweli, na hiyo taarifa kama mkoa tunayo. Kilichotokea ni kwamba baada ya kuboresha mifumo yao, matumizi yao yakaongezeka. Sasa kifurushi walichokuwa wamechukua au kasi ambayo walikuwa wamenunua mwanzo haitoshi. Kwa hiyo wakikuta matumizi yao ni makubwa kuliko kifurushi walicho subscribe. Sasa kwa sababu TRA ni mteja wa TTCL kama corporate customer kwa maana ya TRA makao makuu. Kwa hiyo watumishi hapa wakipata changamoto wanaziwasilisha TRA makao makuu, alafu TRA makao makuu ndio wanawasiliana na TTCL kuona namna ya kuboresha mifumo au kuongeza kasi ili iendane na matumizi yao ya sasa. Sasa ni bahati mbaya tu kwamba hatujapata maelekezo kutoka makao makuu kwa ajili ya kuboresha kifurushi hicho. Lakini ingekuwa iko ndani ya uwezo wetu kama mkoa, kama angekuwa ni mteja wa mkoa moja kwa moja, tungeweza kumshauri na kuboresha hicho kifurushi. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nilichukue sasa, ili badala tu ya kutokea kwa mteja sasa litokee kwangu kama mkoa kupeleka malalamiko TTCL makao makuu kwamba mteja wangu anapata changamoto, ili aweze kushauriwa kuongeza kifurushi kiendane na matumizi yake ya sasa. Kwa nini hamchukui hatua? Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sababu gani? Leo utaonekana wewe kazi umeshindwa, atenda kwa mtoa huduma mwingine. Uone kama wewe unapoteza soko na uone kama haumtendei yake Mheshimiwa Rais, kwa sababu TTCL iko moja kwa moja ndani ya wizara. Iko maana yake iko serikalini. Sasa kazi kubwa imeshafanyika, ili kweli ku-upgrade tu hiyo bandwidth ndio mwaka mzima. Yaani wazo la leo kusema hivi tunaichukua sasa kuja tuifanyie sisi kazi. Yaani nyinyi wenyewe kwa nini muda wote huo mmekaa tu? Yaani changamoto ndogo ambayo iko ndani ya uwezo. Sasa ni ku-update tu, si ku-upgrade tu, si ndio manager? Ni kweli. Si ndio? Ni kweli. Mjitathmini. Ya wiki mbili haya hii speed ya mtandao wetu iwe imeshaboreshwa, kwa sababu athari yake moja kwa moja inamwendea mwananchi.
anayepewa huduma, unasababisha foleni zisizokuwa na sababu. Mara kitu kitazunguka mpaka kije kifunguke, kumbe ungeshahudumia watu 5. Naomba tumtie moyo Mheshimiwa Rais, kazi kubwa anayoifanya. Sisi watendaji tusiwe chanzo cha matatizo ama huduma hafifu, wakati tuna uwezo TTCL kuendeshwa kibiashara kwa kasi kubwa. Naomba hii ichukuliwe, na maeneo mengine yote ambayo mnapata changamoto za aina hii mfanyie kazi. Yaani fanyeni, uwe mtu wa maamuzi. Tusifanye business as usual. Tuache kabisa business as usual, tuhakikishe tunafanya kazi, na wewe kwa nafasi yako jitendee haki, fanya maamuzi.